Bana, msanii na nyota wa Bongo Flava huyu tunamuita Nasibu Abdul. Basi katika siku ya jana, basi Diamond Platnumz ameweza kuzindua rasmi bidhaa yake mpya ya sabuni inayojulikana kama Wasafi Soap katika hafla fupi ya kifahari ya Wasafi Iftari iliyofanyika jana katika usiku wa tarehe 20/2025 katika ukumbi wa Superdome Masaki jijini Dar es Salaam. Bana, anaweza ngasema kwamba hafla hiyo ya kifamilia ya kidini ilihudhuriwa na wageni wa heshima kutoka sekta mbalimbali wakiwemo viongozi wa serikali au wasanii mbalimbali, wafanyabiashara pamoja na wafanyakazi wa Wasafi. Bidhaa hiyo ya Wasafi Soap basi iliweza kuzinduliwa rasmi na tarehe hiyo ya 20, lakini pia waziri wa viwanda Mheshimiwa Dr. Suleiman Jafo akiwa ni miongoni mwa wageni mashuhuri waliokuwepo kutoka katika kutoa hotuba fupi za kuweza kumpongeza Diamond Platnumz katika usiku huo wa jana. Jitihada za Diamond Platnumz katika kukuza sekta ya viwanda kupitia ubunifu basi na bidhaa hii ya Wasafi Soap, basi Dr. Suleiman Jafo aliweza kumpongeza Diamond Platnumz katika hotuba yake hiyo. Lakini pia kikubwa zaidi katika uzinduzi huo, Diamond Platnumz aliweza kutambulisha aina mbalimbali za Wasafi Soap, akieleza kuwa lengo kuu ni kuchangia kwenye ajira, afya na jamii na kuongeza thamani ya bidhaa za ndani ya nchi. Sabuni hiyo imekusudiwa kwa matumizi ya kila siku na imetengenezwa kwa viwango vya kimataifa, huku kibeba kauli mbiu usafi kama wote. Bana, kauli mbiu hiyo unaweza ukajaribu kuiangalia na ukaja kugundua kwamba ni moja kati ya kauli ambayo imekaa kipekee sana. Lakini pia katika tukio hilo Diamond Platnumz alikabidhi sabuni wasanii mbalimbali wa kike wakiwepo kama vile ishara ya kuthamini mchango wao katika sanaa hii. Tukio hilo liliweza kupokelewa kwa shangwe na pongezi kutoka kwa mashabiki waliokuwepo katika ukumbi huo na pia lakini pia katika watu mbalimbali katika mitandao ya kijamii. Naitambulisha rasmi sabuni yetu mpya Wasafi Soap, bidhaa ya Kitanzania kwa matumizi ya kila Mtanzania. Tumewekeza ubora ili kila mmoja ajivunie kutumia bidhaa hii, alisema Diamond Platnumz mbele ya wageni waalikwa. Uzinduzi huu unakuja katika kipindi ambacho Diamond Platnumz ameendelea kuwekeza katika sekta mbalimbali nje ya muziki, ikiwemo vipodozi, lakini pia mavazi, lakini pia bidhaa za usafi mwilini. Hii ni sehemu ya mpango wake mpana ili kuijenga Wasafi brand kuwa kama chapa inayojitegemea na kushindana kimataifa na sio tu hapa nchini tu. Kwa sasa sabuni hizi zikawa zimetarajiwa kuanza kupatikana katika maduka mbalimbali kuanzia katika siku hii ya leo tarehe 21, na ipo wazi kuanzia wiki hii inayofuata, yani wiki ijayo, basi inaweza kupatikana katika masoko mbalimbali katika nchi, na kuanzia wiki hiyo ijayo basi kila Mtanzania anaweza kujipatia Wasafi Soap. Sasa mimi nafikiri kwamba kitu ambacho Diamond Platnumz amekifanya kwa sasa hivi basi inaweza ikawa ni moja kati ya ishara kwamba wasanii wengine wengi wanapaswa wajifunze, kwa sababu uzee unakuja, saa muziki utakaa hapo kwa muda wote. Kwa hiyo wanapaswa pia wawekeze katika sehemu nyingine ambazo wanaziona kwamba zinaweza zikaja kukua katika siku za usoni, yani kumaanisha kwamba waandae angalau projects mbalimbali ambazo zitakuja kuja kuwafanya wasanii hao wasije wakae kutetereka. Mfano kama Diamond Platnumz ameandaa TV, ameandaa radio. Kwa hiyo hata kama yeye utamuona pale usini, basi kuna watu ambao wataenda kufanya kazi pale. Kwa hiyo ni moja kati ya ishara ya kwanza kabisa. Lakini pia kuna Wasafi Bet, ni moja kati ya beti ambayo inajiendesha sasa hivi yenyewe. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia vitu hivi viwili kwanza, hata kama akiwa mzee pia kuna vitu ambavyo pia vitazidi basi kumlipa. Kwa hiyo bado tena amezindua tena Wasafi Soap. Kwa hiyo kupitia management yake kuna watu ambao watanufaika, lakini pia hata pia na yeye mwenyewe binafsi atanufaika kupitia jambo hilo, kwa sababu pia anazalisha nafasi kubwa sana ya vijana ambao watakuwa wanahitaji ajira katika sekta yake hiyo, katika upande mzima wa sabuni, lakini pia katika upande mzima ya Wasafi kwa ujumla. Mfano katika Wasafi Bet pia kuna wafanya kazi, kuja tena kwenye Wasafi TV kuna wafanya kazi, lakini pia kwenye Wasafi Radio kuna wafanya kazi. Lakini pia ukijaribu kufuatilia yote haya ni ajira ambazo zimemwajika sana. Bado hujagusa katika swala zima la muziki, basi hapo ndipo kiwanda kizima kilipoenda basi kuzaa mambo yote hayo ambayo tunayaona. Kwa hiyo ni vyema zaidi basi kama mtu unapata riziki basi pia uwekeze ili kwa ajili ya siku za usoni. Mimi nafikiri kwamba kwa Diamond Platnumz apewe heko kwa kile ambacho amekifanya, na mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.